kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Tulie na mtoto anakuja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Niambia Priscilla alete mtoto nimwekee wapi saa hii hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio na bwana baba kurati. Mimi baba kufanya. Escort ya mama kijiji maragisha kidogo. Wale wanaongozana na mama kijiji tafadhali. Evelyn Minayo huko. Evelyn. Yuko. Sienda kwa jikoni mtatumalizia mandazi ya. Tusimame. Mzee kijiji. Ibada ya leo na washiriki wote na viongozi wote na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Bwana asifiwe. Amen. Kama sijaendelea sana, waje tupate ofisi ya mama kijiji tusimamie. Amen. Amen. Kasa kwa jumla Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Furaha tu. Ibada Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Baba ya mtoto wako. Haya mama ya mtoto tusalamie. Ibada leo Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Tunashukuru sana kwa Sunday School ambaye amepatikana kwa siku ya leo. Kwangu tu ni kuweka maombi ambapo kazi itasalia itakuwa ya mama assembly na mchungaji watapanga siku ya kuwekea mtoto wakfu. Ibada Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Wacha tuombe.
Baba, katika jina la Yesu Kristo, siku ya leo, tarehe leo Baba, tarehe 2, Baba Jehova, naiweka mikononi mwako. Baba Jehova, angalia malaika kwa mbele zako. Baba Jehova, kazidi kumlinda, kumtakasa, magonjwa yote visirani kazidi kuondoa. Baba, anapokunywa maziwa yake ukambariki, ukampe afya, tutakushukuru, tutasema ni asante. Baba, wazazi wake tunawakabidhi mikononi mwako. Baba Jehova, magonjwa visirani kwako, misukumo ya wanadamu kazidi kuondoa. Baba, bariki mtoto huyu, ongoza mtoto huyu kwa mapenzi yako, tutakushukuru, tutasema ni asante. Baba, ukampe afya, ukampe ujasiri, tutakushukuru, tutasema ni asante. Baba, miinuko ya wanadamu iliyo chafu kazidi kuondoa. Magonjwa kwake kazidi kuondoa. Visirani kwake kazidi kuondoa. Baba, linda mtoto huyu, tutasema ni asante. Baba, anapokunywa maziwa yake ukambariki, kwa mtakase, tutasema ni asante. Baba, wa yale zija ambao utaniombea katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Asante. Asante sana kwa sababu ya kipindi hicho. Amani wabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa haraka kwa sababu ya muda nataka kukaribisha ambaye atatoa kufunza kwa sababu ya kutoa matoleo. Jitayarishe, alafu reports za mama assembly tafadhali usingoje kwa sababu muda unaenda. Unakuja moja kwa moja ukimwandikishia, ukirudi kuketi chini kwa sababu tunaenda tukimalizia. Karibu mtu. Asante, tumekwisha kupatana. Yeah. Sasa nitamwanda nikiri neno la Mungu. Sema siku ya kuosha dhambi zangu, kukesha ibada leo ya mama assembly, washirika wote pamoja na wageni ambao walioalikwa na walioingia wote, na wasalimu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Geri zako. Yesu yisomenywe. Amen. Wale wanakaa kwa hizi viti wako wapi? Wenye wanakaa, nataka tu watu watatu kwa hizi viti. Mahungu. Kuja mama. Mimi napenda mahungu sana. Pige mahungu makofi. Kuja mahungu kaa kwa hii kiti. Asante sana. Asante sana. Pige mahungu makofi mazuri. Mahungu, nataka ulinde Mrs. hapa. Linda Mrs. hapa. Sinaona nakaa smart. Tena kanzu inafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. General Secretary wa Nineve, stand up. Salimia, nataka nigawe mandazi. Simama. Kuja nataka nipatie kazi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nisomenye. Pigia karani makofi mazuri sana. Karani kapi. Sipigie karani makofi. Na mtu asitoe karani hapo tena. Niliona former secretary wa mama region. Anaitwa nani mama assembly? Lilian, ameenda kweli? Niliona Lilian ako wapi? Ako wapi? Lilian ako wapi? Hello? Hamkumuona? Ako wapi? Bwana Yesu asifiwe. Yesu isome. Nipatie mwanzako high five. Namna hivi. Mpatie high five.
Usitoe mkono, usifanye tuli. Nimesema haifai, usifanye namna hivi. Sijasema ufanye namna hivi. Mpatie nini? Mpatie high five. Namna hivi. Namna hivi. Umeona? Namna hivi. Namna hivi. Bwana Yesu, nimekuweka kwa mlango, sitaki watu watoke nje. Aseka. Simama pale kwa mlango. Bwana Yesu asifiwe. Ni kipindi cha matoleo ama sadaka. Na kipindi cha sadaka ni kipindi ambacho watu wengi wanakichukia. Watu wanaogopa kutoa, lakini watu wanapenda kupokea. Si ndio? Usiende nje. Kawaida Watu wanaogopa kutoa, lakini watu wanapenda kupokea. Si ni ukweli? Bwana Yesu asifiwe. Yesu izome. Nilikuwa nafanya kazi na mama mmoja, alikuwa mzuri sana, mrembo, mweupe, rangi ya tao. Nilikuwa nataka nilipe mwenzake mwenye wako na yeye deni ya shilingi 1000 ngapi? 1000 ngapi? 5. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nilisema ya kwamba nataka nilipe deni, chukua hii pesa umpatie. Wakati nilimtumia hakulipa, bali alitumia. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye ndiye alikuwa kwanza kusema ya kwamba lipa deni. Unasikia? Ananiambia lipa nini? Deni. Na nimetoa, nimempatia ili anilipie. Yeye anakuwa mgumu kufanya nini? Kulipa. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema sawa, wacha hakuna ya kwanza. Ya pili tena ikafika, nikasema nataka nilipe deni. Akaniambia kwa sababu alijua ni 5,000, akasema nikopeshe 1000 ngapi? 5. Unasikia? Bwana Yesu asifiwe. Unasikia haya maneno? Nikachukua hiyo shilingi 5,000 nikampatia. Nikamwambia hiyo 5,000 hautanipatia, bali utalipa lile deni. Sasa yule aliponidai, nilimwambia no, enda kwa yule mwenzako, nimempatia pesa zako. Sikalini uno. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna wale ambao wanapenda kupokea, lakini kutoa hawawezi. Sema imani. Wanapenda kupokea, lakini kutoa hawawezi. Mhono kupilika inakaa namna hii. Inakaa namna gani? Namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Wao kazi yao ni kupokea, lakini hawatoi. Na nitoa mfano kwa maji, mto ambao unaitwa Lake Naivasha. Nani anajua Lake Naivasha? Kumbe mnajua, mnakumbuka historia. Lake Naivasha, sema imani. Is it a fresh water or salty water? Hey, kumbe mnajua. Bado abasoma, mama assembly, bado abasoma. Lake Victoria, is it a fresh water or a salty water? Now, differentiate between fresh water na salty water. Fresh water. wewe sikia wewe. Maliza haraka haraka, tunaenda kwa kipindi kingine. Kwa nyambo na achie mshuma. Umesahau. Niko na mwalimu, wewe ukikataa niko na mwalimu. Mwalimu Salt water, it has some taste, but fresh water is tasteless. Umesikia? Fresh water ni water. iko tasteless. Na salty water, it has a little Iko na viungo. taste. Now, between the two, which one is sweet? Fresh water. Bwana Yesu asifiwe. Now, nataka niulize swali, kwa nini Lake Naivasha ni salty water ambayo iko na taste? Kwa nini Lake Victoria
ni fresh water, it is tasteless. Naye ni sweet. Ai, mwenye mlimunu kweli. Bwana Yesu asifiwe. Lake Naivasha, it doesn't have outlet. Maji yanaingia lakini tupatane mzuri. Maji yakiingia haya, kwa sababu gani? Iwepo yatatoka, yataambukiza yale maji mengine chumvi, na yale maji mengine hayatatumika. Mungu akayafungia mahali pale yasije yakatoka. Lake Victoria iko na outlet until Indian Ocean. Until wapi kule kwingine, wapi kwingine inaenda wapi? Lake Victoria inaenda wapi? Maji haya yanaenda wapi? Lake Victoria, wasomi wana Bwana Yesu asifiwe. Maji ambayo yana chumvi hayatoki, yanazungukia mahali pamoja. Na maji ambayo ni matamu, haya yanatoka ili yatumike katika vitu vingine, mimea zingine, na wanyama watumie. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu alitengeneza namna hivyo, akafananisha na mwanadamu ambaye yuafanana na Lake Naivasha, maji ambayo sio matamu. Mundu yame nyatamudu Yesunda hota. Kama ni kiatu ni ya black tu. Mimi nakwanga ni mingi, msifikiri ya kwamba ni moja tu. Bwana Yesu asifiwe. Ako na kiatu cha black peke yake. Ako na suti ya maroon, mimi kotopoka na black ya maroon peke yake. Ako na kanzu moja. Ako na kofia moja. Ako na ile nguo nyingine mpaka tiara ndoha. Halo? Maana Mungu hapendi yule mtu ambaye mkono wake ni wa kujikunja. Mungu anapenda mtu ambaye mkono wake ni wa kutoa. Wapi makofi mazuri sana? Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni Yesu mwenyewe. Na mafunzo ni kwamba usiku akasema kwamba kwa nini wachungaji hata akae mahali mwaka ako tu sawa? Maana Mungu anamtumikia. Ukitazama katika kitabu, wakati ndani ya kitabu cha Wafalme utapata kwamba manabii wa Mungu walifichwa wakaenda pangoni. Halo? Halo? Na walikuwa wanalishwa na kunguru. Lakini wanafanya nini? Wanalishwa. Sema imani. Bwana Yesu asifiwe. Je, wewe utalishwa na nani ukiwa mkono gamu? Wangapi wako mkono gamu hapa? Beba mkono juu. Mhangata basharo, sema tu kweli. Ndenye ile fume sahi. Siangati umanuelo. Acha nani? Ingia. Bwana Yesu asifiwe. Kuja ukae hapa. Bwana Yesu asifiwe. Maana nahitaji wale watu ambao mtu mmoja aseme ya kwamba leo hii chief umefunza matoleo na ninahitaji nitoe shilingi 1,000 sadaka. Nani amewahi toa shilingi 1,000 sadaka? 1,000 shillings. Beba mkono juu. Unea utakuta ile fidala. Yaani hata hii zawadi mtake 1,000 sadaka. Kama sio mimi peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu mwenyewe. Maana Mungu anapenda wale watu ambao mikono zao ziko sawa, zinafunguliwa. Sema amen. Halo? Niwaambie mimi macho yangu inaona kila mahali. Sema imani. Hata ukifanya namna hivi na kukutana tunawe hapo kwa usingizi, utaamuka na uanze kurudia ile maneno yenye yalikuwa na ubiri. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu anapenda wale watu wanatoa, lakini wale watu ambao hawatoi Mungu hawapendi. Kwa maana unapata kwamba Mungu alianza kujenga Eunice,
alinunua miti namna hivi, akazimika, akaweka Kimoero, lakini hakuweka mabati. Akarudi Nairobi ili aende atafuta mabati. Alipofika Nairobi hakupata. Shikani ndio. Sema imani. Tuandana hapo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu mzee. Alafu watu wanatoa miti moja, ile nyumba inafanya nini? Inaanguka. Shikani ndio. Nani amenunua shamba? Akakaa miaka mbili kurudi kule akapata imelimwa. Hebu nipate tu mtu mmoja mwenye amenunua shamba akarudi kule akapata imelimwa. Mimi niliainunua shamba Kitale. Watu wa Kitale mko hapo? Nilinunua shamba kule Kitale, shamba yangu point moja ya kwanza 25,000. Nikakuja Nairobi kurudi, nikaambia ulikuwa umekodisha eka moja. Niliambia ulikuwa umekodisha. Halo? Hakuna shamba 25. No, sio saizi. Wacha na hii generation yenu. It was our generation. The year 1992. 1992 ilikuwa wapi? Walienda. Bwana Yesu asifiwe. Nilienda na nikaambiwa umefanya nini? Umekodisha. Si kwamba umenunua. Watu wa Kitale mko hapa. Lakini nyinyi sio hiyo generation. Nyinyi generation mzuri ambayo inaitwa NYZ. Inaitwa Gen Z. Bwana Yesu asifiwe. So Mungu anapenda wale watu wa roho ya kutoa. Mzee Kijiji, watu wa roho ya kutoa. Nani ameitoa sadaka shilingi 500? Shilingi 500. Nani ameitoa sadaka shilingi 500? Hata 500 mjaitoa. So unafananisha na mtu gani? Victoria ama Naivasha? Labda makofi mazuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Fungua nami kitabu cha Hagai 1 anza mstari wa 3 ama mstari wa 2. Kitabu cha Hagai akiwa ni nabii ambaye alitoa unabii wakati wa Yehosadaki kuhani mkuu. Na alitoa unabii. Hagai chapter 1. Stella soma. Nataka tufuatane mzuri sana. Nani ametoa sadaka shilingi 300? Umeitoa tu sadaka shilingi 300. Mwenye mnaweza kusadaka kweli? Basi. 50 50 peke yake. 50. Bwana Yesu asifiwe. Yesu mwenyewe. Soma maandiko. Hagai 1 anza mstari wa 2. Yes, the people are complaining. It is not the right time, ama sio wakati mwafaka wa kupanda mahindi ama wa kutoa ama wa kuvuna. Wangapi wanavuna mahindi nyumbani saizi? Hata kuvuna tena mvuni. Wangapi wanavuna sahi? Mimi saizi nataka nienda kuvuna. Next week mama anaenda kuvuna. Atapiga picha akiwa kwa shamba na huna matuma. Shikani yono. I must be good example, right? Sema imani. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi saizi wako tayari kwenda kuvuna? Ama wewe umekulia kwa shamba umemaliza? Unajua kuna wale watu wanapanda tu mahindi kabla watu waanze kuvuna amekula yote. Watu wakianza kukula mahindi ameanza kukunya hii iko tayari ama minamu. Hata zingine nafinya mpaka zinapasuka. Wale watu ambao wanao complain wakisema kwamba huu sio wakati wa
mavuno, au huu sio wakati wa kutoa, au huu sio wakati chief wa kutoa 500 ama 1000. Nize naru utakuja 1000. Elekena kale ukiona 1000 inaning'inia pale kwa kikapu, urangi vipi? Hata kama uko na 1000 unaanza kuchukua. Hauko naye lakini unafai unachukua. Sasa si yako na unachukua kwa nini? Moyo kuondoka moyo hizi na shindwe. Moyo kwa shida. Mboto. Ukitoa 1000 mwingine Illuminati. Ukiona mwingine ametoa 1000 unaanza kuwa na shida. Mwingine Illuminati. Soma. Naye Bwana alipotambua kwamba hao watu ndani ya mioyo wananung'unika, they are complaining, hao watu wananung'unika katika mioyo, Mungu akatambua haya maneno, akashukisha nabii Hagai. Lakini nataka nikwambia, Hagai hayuko, aliyesalia ni mitume wa Injili, ambaye aliyesalia Mungu akashukisha, maana alitambua kwamba hao watu katika mioyo wananung'unika. Hello? Watu wanafanya nini? Why are you complaining? Kwa nini mnanung'unika? Kwa nini mna mashaka katika mioyo yenu? Sema imani. Amen. Vitu ni vyenu bali si vyangu. Sema imani. Lakini Bwana asema manung'uniko ya mioyo zenu hatabadilisha hata zile hela ziko katika mifuko zenu, lakini katika ule mfuko umetoboka kwa sababu ya roho ya Muliano kweli. Tuende mami. Patia ile kipaza sauti nyingine kwa. Ngai. Sikia, nataka usome maandiko mzuri ili mtu ayasikie na aelewe. Bwana asema nini? Katika kinywa cha nabii mitume wa Injili. Badilisha. Sema katika kinywa cha mitume wa Injili. Bwana asema namna hivi. Ninyi mnatatizika katika mioyo zenu. Ninyi mna complain. Why are you complaining? Sema imani. Bwana Yesu asifiwe. Naye Mungu akatambua mioyo hizi zinatatizika kwa sababu ya zile vitu ambavyo ziko katika mifuko. Mnatatizika kwa sababu zile vitu na zimekuwa ni vizito kwenyu. Mungu anaziondoa. Sema imani. Mungu anafanya. Umaiona mtu mwenye ako na shilingi 1200 na amebeba. Mungu naacha ile taharafu. Unajua tu huyu mtu ako na nini? Pesa. Unasikia wewe mzee, hebu toa mara moja. Ndio hapana. No. Vitu zingine beba. Mungu anabeba milioni 3. Hadi jana na Mungu beba bag na mwana hivi. Natembea na mwana hivi. Tena sina mashaka. Sema imani. Maana ninajua ya kwamba kwenye madhabahu ninafanya jinsi vile maandiko inavyosema. Lakini Bwana asema katika kinywa cha mitume wa Injili ya kwamba ninyi mna complain mkisema huu sio wakati wa kufanya nini? Kutoa. Ati mweli kulimukona unamuka ati mkono ya wina. Kona ya nani? Kona ya nani? Wewe unaiona mweli imekaa kona na mweli. Wapi? Nani amesema? Wewe ndio unafanya nini? Toka kwa hiyo vitu bwana. Nuche munzu tikangumu. Nuche munzu itulunji. Nuche munzu hadi mabere original. Yaani kuna mtu umeiona mtu anaiba mpaka anajibia. Anaenda kununua nyama, anaipika. Alafu baada ya kupika anaweka mfukoni mwa kitanda pia. Sasa unaficha nani nyumbani yako? Ati mwenyewe uweze kutanina. Ukienda na mwana hivi, ukienda urudi ni chungu ni zile. Maana Mungu alitambua hizi mioyo ambazo zina mashaka na akaamua ya kwamba wale watu walio na mashaka zile mifuko atatoboa ili huyu mtu awe mwepesi. Shikaridio no. Soma. Nyumba zenye mapambo. Nasikia. Nyumba zenu zina mapambo. Kuja
kuja hapa mama, usimame hapa na utazame tu rinda yenye amevaa, usiongee kitu. Nyumba zenu zina nini? Mapambo. Nyumba zenu zinapendeza. Ukienda kwa mtu kwa nyumba ameweka mpaka carpet ya white. Yaani mtu yafuta ni manyoya, unajisikia hata ulale ndani. Unasema kitu cha kwanza hataki kuzungumza, anaangalia tu miguu zako na macho ingine wewe. Yaani hiyo macho inakwambia tu toa. Macho ingine kali sana. Ndio bora idinjira mitume wa injili tulitakumba. Handa sena kabisa dina na matwaidi kile paka mukari. Hii ni kwamba ile macho yako inaangalia ule. Bwana Yesu asifiwe. Maana miliki zote ni tanari. Akitaka kuchukua atafanya nini? Atachukua. Akitaka kukupea atafanya nini? Atakupea. Kwani wewe unafikiria kwamba haizi kunyang'anya akapatia Eunice pia gani hoja ule? Tukimtusoma. Amen. Amen. Hii ni injili pia tena ni mafunzo ya matoleo. Iwapo nyumba ya Bwana inakaa hali ya kuharibika, basi sasa mitume wa injili asema nini? Zitafakarini njia zenu. Bwana Yesu asifiwe. Nilipenda msichana mmoja leo asubuhi alikuja hapa akapata hulile likumba kabisa. Hadi injili unyalikoni. Amen. Hulile kabisa. Akasema kwamba nitaingia nitafagia. Alipofagia na wala anya saa kumbuka tu. Unajua kuna mama wengine wazee sio kama mzembo kwa hapo. Ukiona mama ako kwa vyomba anaosha akisema vumilia roho yangu, usimsonge hata kutwanga. Roho yake inaumia. Sasa huyu abonaka alikuwa anakufagia akisema kwamba nikumbuke wewe Bwana. Nikumbuke Bwana. Nikumbuke. Na wala shina na Yesu. Alipotoka hapa akakutana na Baraka. Sema imani. Mwana alimu university. Na alikuwa anafua nguo. Sitasema jina na kama hapa asijitambue kwa sababu mtaanza kumuuliza siri, wacha kae na hiyo siri. Sema imani. Alikuwa anafua nguo, anakuja anasema kwamba niombee mimi leo sijapata mtu wa kufulia, na kwambia kwamba na kuombea enda ufue na upata kwa nguo ndani shilingi 5,000 chukua uweke. Ni sawa. So mmepanda mbegu nyingi na mkavuna kidogo. Sema imani. Mmepanda mbegu lakini mavuno yake ni kidogo. Sema imani. Unasikia kweli? Nani mwenye akona kitambaa kama hii? Yeye peke yake, sio? Sikia sasa maandiko. Sikia maandiko. Mnakula lakini umeiona mtu kama ni kukula, huyu mtu akona kipawa ya kukula bwana. Kama ni kukula anafanya nini? Anakula. Karibisha wageni ya seka na wapatie viti za kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni kukula wanakula. Bwana Yesu asifiwe. Yesu mwenyewe. Bado wabadili kulipa holashi na walitanga. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuja viti ni mingi. Toanisha zile viti ziko 3 4 mtoanishe. Hizi zenye hazina watu kalieni ama uzitoe pale patieni watu wakalie. Kuna viti hapa. Kuna viti pale, kuna viti pale. Yes, asante sana. Yes. Watia viti wakalie. Viti ni mingi. Shika ndio. Yes. Chukua zingine weka. Tulikuwa hapa mnakula lakini umeiona mtu mwenye anakula lakini ashibi. Na nikatofautisha mtu mwenye anakunywa soda na mtu mwenye anakunywa kreti ya soda iko na chupa ngapi? 24. Na ya bia iko na chupa ngapi? Mtu mwenye anakunywa bia ni mwenye anakunywa soda. Wameweka hapa soda kreti moja na wameweka hapa bia kreti moja. Nani atamaliza? Wa soda atamaliza.
wanasema Wapia atamaliza? Na wangapi wanasema Wasoda atamaliza? Wapia atamaliza. Kwa sababu gani? There is a way imewekwa, wakati anapoipokea inafanya nini? Lakini soda inaingia na inatulia. Hawezi kunywa chupa 3. Haki ya Mungu wa imwezi lita zibakazi soda kweli wabi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yisome yeye. Karibu sana wageni. Nilikuwa nataka nafunza ili wageni waingie. Msalano kati yabo unutandanya ulero limbo lunyabuli. Ulibukana hiyo. Kuja msalano kaa huko. Kuja kaa huko baba. Yes. Yote ni chukua kwa msalano kaa hapa. Very good. Kapo mama. Very good. Karibuni, vitu ni mingi sana. Asante sana kwa ibada ya Mama Sembu. Ni lazima Mama Sembu ni atiena. Lazima atiena. Watu makofi mazuri sana. Yaani hawa watu naona shilingi 15,000 wamericho. Naona 15,000 mahali hapo. Mmepanda mbegu lakini mkavuna vichache. Mkakula chakula lakini hamukushiba. Sema imani. Mnakula ile inafanya nini? Mulakira bushima nonyalala. Mulakira bushima no kwashina. Alo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yizomenya. Bwana Yesu asifiwe. Mmepanda mbegu lakini mkavuna vichache. Sema imani. Ukavaa nguo lakini hamukutoshelezwa. Umeaiona mtu mwenye ameshona kitenge? Nani mwenye ameshona kitenge kizuri hapa? Ako hapo? Mrs. Hapa tuko na Mrs. wengi bwana. Wewe unafikiria tu Mrs. moja. Hebu ana hiyo kitenge. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maajabu ni kwamba hii ya Mrs. ya kifuruta haiwezi. Shikali ndio. Nataka yule mwenye ameshona skati mzuri lakini anafika mahali million. Skati ni yake, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndiye alinunua bei kali sana. Lakini akiwa njiani anafanya nini? Sasa unavuruta, nani aliyekupelekea kwa fundi? Nani aliyekushonea? Wewe ulipimwa. Lakini mbona uanza kuvuruta? Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mchoyo katika nini? Bwana Yesu asifiwe. Yesu yizomenya. Wewe umekuwa mchoyo katika madhabahu, ndio maana unaponunua skata lazima uanze kuvuruta. Mimi ningelipenda siku moja uvuruta ianguke chini. Unapata jamaa mzuri sana ameshona trouser ni mshika kama yangu na mwana hivi. Mimi ningelipenda siku moja atembee na ifanye nini? Kwa sababu sasa nani mwenye alimshonea? Soma maandiko. Maneno anazungumza Hagai, mtumishi wa Mungu Hagai. Mnakula lakini hamshibi. Mnakunywa. Unaiona mtu kama ni kukula na kula lakini ahomenakuta ako tu size kama yangu. Inzenya nyanya sana hata. Uliza mimi sasa kawaambia. Mnakunywa lakini hamukujazwa na zile vinywaji. Bado mweta vipia. Badala ya kwenda kanisani wanaenda kwa bar. Enda kule na shilingi 20,000. Umaliza zote. Ukikuja kanisani unaleta shilingi 10. Next day enda kazini. Futwa. Kuja hapa nikuombe. Kwanza tulisema temo ni huyu wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu anasema vizuri, zitafakarini njia zenu. Nyumba ya baba imeharibika, lakini nyumba zenu zina mapambo. Imaitoke to someone. Sema imani. Alafu niambie kwamba umeacha mama kwa nyumba anakula sukuma. Alafu niambie kwamba utaenda kula nyama choma ushibe. Hautashiba, unanyala mpaka ukute. Amen. Wewe pata mshahara, enda kwa nyumba anunulie mama nyama choma akule. Unasikia mzuri? Enda kwa nyumba. Peleka mama, mwambie leo tunaenda shopping. Sikutanaye mchenda kwa Yesu wa Nyanza. Shachira bore Yesu wa Nyanza. Yarunga iko yeye kumsalaba. Ukisikia mama akiba na mnaibo kakitu kapo. Sema imani. Hata mzee akija kwa nyumba, Yesu wa Nyanza. Mami wa Nyanza.
Shajira. Ameangalia hiyo pochi. Unajua wamama wakikuja wazee, wacha nimuibie siri. Wakati wanapokuja kwa nyumba, wakati ukikaribia tu na mwana hivi, Rusaraka Mungu Baba wakati nilipotoka tayari anachungulia hiyo pocha. kuna nini ndani? Anolemo bilaro vya unya niti socks vya unya. Utasikia next minute hapo kwa jikoni anasema vumilia. Oh yangu. Unika. Yana. Wewe mzee wacha kuomba, ondoka uende. Maana ndani ya nyumba kuna taabu. Maandiko inasema ya kwamba uliacha nyumba ya Bwana ikiharibika, ni wenuche mupa ukaenda kwa ndogo ndogo. Halo, soma maandiko, sio mimi nasema. Mnajivika nguo, Unajivika nguo, lakini hapana aonaye moto. kuna yule aonaye moto. Umeshona nguo mzuri sana, kama mimi mlinishonea hapa suti mzuri sana. Ilikuwa ni mama, ilikuwa ni kala gani? Ilikuwa sio ni ya maroon, sio ilikuwa ni kala gani? Nikaenda nilivaa tu hiyo siku, hata kwanza siku ivaa, nilijipima tu nikasema asanteni na shukuru sana. Nikaenda kuweka kwa sanduku. Next video nikamwambia sikiza, unaona kuna mzee nyumbani, pelekee yeye. Pelekee yeye. Eno hata. Sikali nini? Umevaa nguo lakini haukufanya nini? Hiyo mwezi sikutoa fungu la 10. Sikutoa nini? Nikafikiri nimeangukia, kumbe Na yeye apataye mshahara, anapata mshahara ili kuutia katika mfuko uliotoboka. Sema imani. Yani mfuko wako umetoboka. Maana wewe ni mgabu. You are like Naivasha. You don't have an outlet. You have only inlet. Wewe unapokea lakini hautoi. Sema imani. Charo, watu ulitambua ile finali sadaka? Haujawahi. Umeitoa zawadi kwa sababu ulijua utarudishiwa. Amen. Amen. Unapata mshahara ili uweke katika mfuko uliotoboka. Ukipata mshahara, the first thing ni kanyama unaenda nako kwa nyumba. Siku ya kwenda kutoa matoleo, mzee kaa hapa. Aseka hata kukubalia utoke nje. Hiyo ndio shida. Aseka utamkubalia, ukimkubalia sawa. Bwana Yesu asifiwe. Aha, Yesu yisomenywe. Unapata mshahara, kitu cha kwanza ni kununua nyama. Ukimaliza, ukikuja kwa madhabahu, fungu la 10 iliisha, mliairisha. Kwanza ukisema tu leo Jumapili hii si ya fungu la 10 ni next, unafurahi kabisa. Uyanza kabisa. Kwa sababu umeairisha. Hiyo siku wakati ambapo itakuwa siku ya fungu la 10, akimuza ile huu, nimeenda kazini, wapi? Uko tu kwa kijiji huko na randaranda. Na mahindi choma unakula. Kumu kabisa utimbete tena unyanya. Sema shetani ashindwe. Bwana wa majeshi asema namna gani? Zitafakarini njia zenu. Pandeni milimani. Mkalete miti. Mkaijenge nyumba. Nami nitaifurahia. Nami nitatukuzwa kupitia katika ile ujenzi. Asema Bwana. Sema imani. Amen. Na akasema nijaribuni hivi leo, muone kama sitaufungulia milango za mbingu zikaachilia umande katika mashamba zenu. Halibado ule milimiko wataachilia umande na itanyunyizwa katika mashamba zenu. Sema imani. Hata mtu mwenye ana shamba, wakati unapokumbuka madhabahu, Mungu anaachilia tumana. Anasema anaenda mahali kwa yule mtu mwenye ananipanga fungu la 10. Anasema wewe ulipange fungu la 10, hii shamba naibadilisha. Kesho yake inakuja kwa nani? Unakuja unapata kwamba aliyenunua lile shamba lako kumbe ni rafiki yako wa karibu. Unajaribu kumwambia rudisha, lakini anakuambia no, sirudishi. Sema imani. Wapi makofi mazuri sana? Wapi makofi mazuri sana? Wapi makofi mazuri sana? Bwana Yesu asifiwe. Yesu yizomenywe. Yesu yizomenywe. Nijaribuni leo. Nijaribuni leo. Nataka
nipate leo mtu mwenye anaweza toa sadaka shilingi 1000 hapa ndani ya kanisa. Mwenye anaweza toa sadaka shilingi 500 ndani ya kanisa. Mtu mwenye atatoka hapa aseme kwamba chief, nilikuwa ninafua njiani nikapata msaada, mtoto wangu ato university, hata kupeleka grade 9 ililemea, lakini saizi ameenda wapi? University. Sema amen. Mko hapa kweli? Wapi makofi mazuri sana. Mafunzo umeingia ama haijaingia? Imekubalika ama bado? Wangapi uko tayari kutoa? Beba mkono juu. Beba mkono juu. Sana kwa mkono. Nataka niombe kwa hizo mikono. Nataka niombe kwa hizo mikono. Wangapi uko tayari kutoa? Nataka niombe kwa hizo mikono. Beba mkono juu. Sisemi utoe 1000. Unaona tu ndasema utoe 1000. Muli bimani. Muli bimani. Mundu bimani ni jina. Hadi wewe kize. Mundu bimani ni jina. Nani ambaye iko na zile viazi zenye ziko moto hapo? Zile tunaona. Zile viazi zenye zimeganda hata upike. Lakini mimi naitwa mitume wa Injili. Mimi napikanga mpaka nduye ni nyundo. Lazima ziibe watu wakule. Shikanini ono. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yezomi. Beba mkono juu kama uko tayari kutoa. Nataka niombe kwa hizo mikono. Nani mwenye ana sadaka? Beba mkono juu. Nani mwenye ana sadaka? Beba mkono juu. Yenye sadaka kwa mikono juu. Asante sana wote mko na haya, beba mkono juu mwenye ako na sadaka, nataka niombe. Kumira shuri na shuri. Kumira kana tabu msala. Yenye upendo yuko dunia buri watu wako. Baadhi nimefunza mpaka watu wameogopa. Mpaka unajua nilikuwa na Belinda alikuwa anajaribu hapa siku moja, alichangamsha hapa mpaka nikasema niko na Belinda. Alipotea hata kukuja last week, alikuwa wapi? Aliogopa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yezomi. Roho ya Ezra. Hizi Yesu. Roho ya uchoyo. Hizi Yesu. Roho ya kutokutoa. Hizi Yesu. Roho ya mifuko za kizizo kutopoka topoka. Hizi Yesu. Madhabahu, nataka nianza na nyinyi sadaka. Kila mmoja anipe shilingi 300. Wali sio? Lead azan. Madhabahu, kila mmoja anipatie shilingi 300. Kama unakaa tu kwa madhabahu. Na hii sadaka ni chanzo ama kazi ya Mama Assembly kwenda wapi? Mama Assembly kwenda wapi? Mama Assembly nipatie yako 300. Nipatie yako 300. Mama Assembly nipatie yako 300. Ukitaka namba ya simu leta, nitakupatia change, usikuwe na wasiwasi. Nani ako na change 1000? Nitakurudishia tu. Nani ako na change 1000? Sande ya Mama Assembly amenipatia, yangu ndio hii, si ndio? Sande sana. Pasi ako na kola kama yangu, lakini yangu ni ya grey. Nipo yako baba. Unatuma, si ndio? Nitakupatia namba yangu ya simu 0724. Leta namba ya simu. Ungeandika haraka bwana. Nataka hapa hivi ngonya hole mihinzi. Bantu angamilia ngo bakona mihinzi bala sona majina ko. Akimwimba. Ai. Nipi. Tuma hiyo pesa unipatie haraka. Anatuma shilingi 200, ametoa 100, anatuma 200. Tuma 0792 0711 na uniambia kama inaingia, unipatie simu. Sitaki hapa mambo ya uchoyo hapa. Masaka zile no. Shika. Unajua mimi napendanga Stella sana. Ikiingia usiweke pattern. Angalia tu mtu fulani amefanya nini? Ameingia. 0711 36
hii ni 8 ama ni 7? Andika mzuri. Watu wa madhabahu nipatieni shilingi 300 haraka haraka. Silaba. Harakisheni chap chap. Asante sana mzee. Karibu sana kwa hii dini. Asante sana baba. Yes. Asante. Chairman ametoa yake 300. Chairman mkinipatia pesa nusu sitachukua. Sawa. Chairman amenipatia yake 300 ndio hii. We lead as an. Nani amesema mtoe ngoma nje? Mwenye ametoa ngoma nje nipatie shilingi 200. Nipe shilingi 200. Chairman ametoa shilingi yake 300 ndio hii. Basi ametoa yake, ametuma. Inakuja. Asante sana. Karani wa pastor. Leo upiti kondoo ilikufa usiku, hakuna kupitia kwa damu ya kondoo, ilishakufa. Usikuwa na wasiwasi, mama aliangalia asubuhi. Oh, sawa, ni mzuri kufanya mzuri. Nipe. Kondoo ilikufa usiku. Nataka treasurer wa chief. Wewe ni treasurer wa nani? Treasurer wangu. Treasurer wa nani? Wangu, sema wangu. Wangu sio wako, wangu. Treasurer nipatie shilingi 300. Pigia treasurer makofi mazuri sana. Pigia treasurer makofi mazuri sana. Niimba huu quality mpaka baada wote waoneshe na. Basi eme. Yes. Mzee. Nyinyi mnataka kunirudisha nyuma. Soma namba 07, soma namba. Namba imepotea. Stella, soma namba. Chukua ina usome na sauti ya. Soma na sauti. Leo tuko hapa na kuna mandazi na kuna ugali na kuna leftover ya nini ya kondoo iko hapa mpaka kunyanye. Na wameongeza mbui, si ndio? Wameongeza nini? Mpaka tukule. Asante sana. Nimepata ripoti kutoka kwa chairman, nimepata ripoti kwa pastor, nimepata ripoti kwa mama assembly. Mama kijiji. Treasurer, nipe 300 yako. Nipatie 300. Wewe unaandika. Nipe 300. Namba ni 07. Sikia namba, simama. Na nilikwambia usimame hapa. Hii yako ulipima na fundi na akakubali. Sasa sijui kwa nini uko na shaka. Kwa nini uko na mashaka? Fundi alifanya nini? Yes. 0711 36 85 73. Treasurer yako haijaingia mzee. Sharon. Na ngojea yako. 0711 36 Sunday. Inawezekana yake imeingia. 85 73 imeingia. Angalia watu mara moja wasindanganye. Mzee, nataka yako bwana. Weka saizi. Weka saizi. Nataka tuende hapa. Hao watu wanatupatia shilingi 12,000 hapa. Sasa wewe ukikataa kunipatia shilingi 300 12,000 nitapata kweli? Shikani ndio. Bwana Yesu asifiwe. Imeingia. Walter Shilabuha. Walter Shilabuha, thank you. God bless you so much. Nataka 700. Ikiwa ni mingi unirudishie. Iko sawa? Asante sana. Asante sana. Mama nipe yako. Mama amenipatia 200. Asante. Isize. Treasurer nipe yako 300. Huwezi weka pesa na una pesa. Shikani ndio no. Hatulisema wachungaji ni wale matajiri. Shikani ndio no. Alo, wachungaji ni wale tajiri. Yes, nipe yako. Mpesa umetuma? Nataka nione, tuma. 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 Nataka nione saizi. Sunday. Sharon.
Harakisheni bwana, wenya ulimbuli bwana. Nataka tukule kondoo hapa. Shanapatia. Unajaza 200. Sana Sharon anatuma 200. Na najua tu hata kabla msalani amalize kuimba nitakuwa nimeitisha. Asante sana baba, ubarikiwe sana. Mzee ametukumbuka. Shikani diono. Pigia mzee makofi mazuri sana. Licha kwamba ametoka Western, ametumia fare na amekuja na ametupatia 200. Si kazi zwe. Shikani diono. Si abarikiwe. Yes. Asante sana. Wapi youth assembly nipatie yako. Iko pale kwa M-Pesa. Okay, zinaingia. Zinaingia? Very good. Kumbe mnafanya kazi. Bado treasurer ndio bado nangojea, na karani nangojea, na mama kijiji. Mama kijiji umenipatia yako? Tuma. Very good. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niende hapa kwa hao mamisi zao wote, ni mamisi vile unaona umekaa namna hivi. Wapigie makofi mazuri sana. Hawa ni mamisi vile. Unaona vile unapendeza. Mpaka kuna mwenye ako na kitambaa iko tofauti. Mwashira kudi nini kule? Hakuna. Hawa mamisi nipatie 200. Hawa mamisi peke yake. Hawa tu. Mamisi na wapatie roho. I'm giving you the spirit. Nipe 200. Sande yake ametuma, anaitwa Mahungu. Soma namba. Wewe ndio usome namba. Wewe unaenda wapi? Azeka security. Soma namba. Tumia kwa hiyo kitu. Soma namba. 0711 Eric Maresi. 368573. 368573. Umesikia namba? 0711 3685 368573. Sane, Mrs. Chief amenipatia yake. Ndio hii. Tunataka watu kama hao. Sikali leo. Simpige makofi mazuri hata kama ako na kanzu smart. Ndio hii yake. Amenipatia 200. Sana mama kijiji ameleta yake 300. Kama mama kijiji ametoa 300. Treasurer wa chief unajua analetanga tao. Shika ndio no. Na unajua analetanga paka na Mrs. Treasurer yako hapa. Akileta tao na simamisha yeye asalimie. Shika ndio no. Yes. Nani mwingine? Ni yako? Stella, wacha nione. Unajua anaweza jisomea. Yes, Stella ametoa 200. Ndio hii hapa. Si ni kweli? Siko. Ametuma 200. Ametuma 200. Wewe umetuma. Angalia Mahungu. Ametuma 200. Very good. Wacha niende kwa ofisi ya vijana hapa. Wale watu wenye hawana haraka walipe tu 200. Shika ndio. Mrs. Letter. Mrs. moja. Bado kulibenaba ameleta 200. Wapi makofi mazuri sana. Yaani unaona hiyo kitambaa ya kucheza na. Si umpigie makofi na uongeze makofi ya kitambaa. Yes. Sana ubarikiwe zaidi. Ongeza makofi ya kitambaa. Yes, nipe 200. Msalanu yake 200 ndio hii. Watu wenye walete maneno. Usiende nje. Wapi Azeka kwa mlango jamii. Msalanu yake ndio hii. Sana. Eric Maresi. Umetuma. Soma namba wewe. 0711 36 85. Nakupatia tu usijali. Hata 500 na kurudishia change. Ameleta yote yenye alikuwa nayo. Huyu ni Mwia, sema Mwia. Mtu anayetamani kazi ya uchungaji, atamani kazi. Mzee, nipa tu 200 wacha tu kwa sababu manyo kulobele matuma muno kwa nyahuliti metetia. Leta 200 kwa sababu kwa kenao limenyao. Ni mtu mzuri, si ndio? So mpigie makofi mazuri sana. Kwani amumpendi? Acha ni roho ya hizi na bwana. Yes. Soma namba bwana. 0711 Mnaenda wapi? Azeka ameenda wapi? 1136 8573.
Sunday 200 yake imeingia. Imeingia, si ndio? Sunday karibuni, kuna viti hapa. Kuna viti hapa Silvia, kuna viti hapa. Silvia pia ni Mrs. Shikaridi ono. Ako kitengo cha sawa. Wa Mrs wamefanya namna gani? Wametoa ngapi? Wametoa ngapi? So Silvia nipe 200. Huyu anatoanga. Unafikiri Silvia ni wa mchezo? Hadi simu, hakuna simu kwanza ya mkopo. Simu mzuri sana. Hadi anulitanga, si ndio? Mpigie makofi mazuri sana. Mtu anapendeza, si ndio? Wewe unaiona Silvia akiwa amevaa kitambaa kama hii kweli? Si ndio? Yes, Silvia toa shilingi nimpatie namba. Patie namba. Mrs Village ako wapi? Wapi Mrs Village? Alitoka kwa Mrs. 711. Hiyo inaingia. 85. Sana. Nataka hapa. Nataka watu wa hapa. Si ndio? Wataka watu wa hapi? Hapa. Nikianza kwa mama mzuri sana. Na mama Asebo nitengenezea kitambaa mzuri, mimi ndio nitamfika leo. Mimi ndio nitamfika. Shika ndio na mama. Sinikupe za wasiruto hata akiingia mahali kwenye tuko unaona amevaa kofia. Shika ndio no. Yes, ama ni makosa. Bwana Yesu asifiwe. Maana mko katika nyumba ya nani? Ya Baba. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nataka watu wa hapa. Watu wa hapa kucheni na sadaka zenu. Watu wa hapa. Nani anaitwa nani? Ujaleta pesa yako bwana. Ulikuwa mkitoa shilingi 200. Si ndio? Leta 200 yako. 200. Huyu anatoanga na mjua. Tuanze watu wa hapa. Watu wa hapa, nianza na Sharon. Watu wa hapa chap. Kobe iko tayari. Nipe 200 haraka haraka. Watu wa hapa Sharon. Aya, watu wa hapa kama bado wanafikiria, wacha nikuje watu hapa kwanza, kwa sababu hapa wamesema ya kwamba tutulie. Shikaridi ono. Wakiongozwa na Mrs. Youth Assembly yako ndani. Eunice. Aseka. Security kwa tight. Watu wa hapa. Silvia umetoa 200. Ya Silvia imeingia 100. Sana, twende watu wa hapa. Thank you. Soma namba haraka haraka. 0711 36 Sunday 85 73. Sunday. Very good. Ametoa yake. Watu wa hapa. Watu hapa ni watu wazuri sana. Twende Mrs. Treasurer. Mrs. Treasurer, leta shilingi 200. Mrs. Treasurer. Mrs. Treasurer. Treasurer alikuwa ananipatia yake, alikuwa anajifungua. Treasurer. 0711 1136 Wasomee namba. 85 73. Watu wa pande hii. 07 11 36 85 73. Batu situme please call me tafadhali. Watu wa pande hii. Mrs. Treasurer, wale wengine kujeni pande hii. Hapa hivi nimeona ameshika simu, inamaanisha kwamba ni mtandaoni. Aya, pale tuende pale, kuja, leta sadaka yako. Leta sadaka. Mildred Nagari. Kuja Mrs. Collins. Hata Collins wewe ni Mrs. Nafaa ulete shilingi 200. Lakini kuja tu. Kuja twende. Twendeni watu hapa kujeni. Watu hapa kujeni. And watu hapa tulieni kwanza. Anda utae na. Watu hapa kujeni. Na Silvia anauza maua. Watu hapa kujeni. Sana. Piga makofi mazuri sana. Pande nivita ni wenute iwanyi. Mambo gani? Sijaiona mambo kama hii. Watu wanakuja mbele, wewe unaenda nje. Tulisema tu leo tutoa mfano, toa shilingi 1000. Wacha niangalie kwa madhabahu, nitaona 1000. Watu hapa kujeni. Watu hapa. Asante sana. Asante zidi. Watu wa pande hii. Watu wa pande hii.
Sande. Wacha turudi hapa. Wacha turudi pande hii wakiongozwa na Macklin. Wakiongozwa na Macklin. Unajua mkono mzuri ni mkono unaofanya nini? Mkono mzuri ni mkono unaofanya nini? Toa. Sema imani. Sande. Macklin, Eunice, Mrs. Youth. Ninaona kina Sharon wote wako hapa. Sharon wote wako hapa. Twende sadaka. Leteni sadaka hii, leteni sadaka hii, leteni sadaka hii. Leteni sadaka hii, leteni sadaka hii. Treasure, unajua bado nakumbuka hujanipatia. Leteni sadaka hii. Mrs. Treasure ametoa kweli. Leteni sadaka hii. Sande sana, sande sana, sande sana. Vaya kwa mwenye tena mlibukana hivi. Sante zidi, sante zidi, sante zidi, sante zidi. Sante zidi, sante zidi. Sante zidi, sante, sante. Leta yeye, mwambie leta sadaka, wewe ni mgeni wetu. Yes, mwambie wageni wago. Leta sadaka, leta sadaka. Inakuja hapa. Sadaka inakuja hapa. Sante zaidi, sante zaidi, sante zaidi, sante zaidi, sante zaidi. Sante zaidi, sante zaidi. Asante sana. Leo najua kwamba mama Assembly lazima aende wapi? Lazima aende wapi? Na ibada leo ilikuwa ni ya nani? Ibada leo ilikuwa ni ya nani? Ibada leo ilikuwa ni ya nani? Jamani, Hilda ingieni ndani. Ibada leo ilikuwa ni ya nani? Nisomea wale waliotoa ripoti. Soma wale wenye wametoa ripoti. Ripoti ya leo ni pesa kidogo sana, shilingi 100. Yangu ndio hii. Ripoti ya leo ni kidogo sana. Ripoti ya leo ni kidogo sana. Wamama lazima pia tena aenda anunua mayai kwa nyumba. Shikani ndio ndio. Bwana Yesu asifiwe. Lazima waende wanunua nini? Wow. Tuko hapa kweli? Tuko hapa kweli? Nataka tupate wimbo mtamu sana kutoka kwa Msalani. Bwana Yesu asifiwe. Ama majina bado nasoma. Wako wameleta. Ripoti hamjatoa? Leo hakuna ripoti, sio? Hakuna ripoti. Mzee, nipate pesa yangu bana. Mzee, treasurer wangu. Sasa tusimame wote. Tusimame wote. Tusimame wote. Tusimame wote. Leta paka hiyo simu, nataka niombe kwa simu. Nani? Madhabahu hajatoa sadaka. Ni pesa ngapi imeingia kwa simu? Ingia 3,000. Acha uongo. Kama unajua ulikuwa na pesa yako hapo, yote inaingia kwa sadaka. Sunday, nataka tuombe kwa matoleo. Sisi twao Kerubo. Ana hajatoa sadaka. Yesu kwa neema demoni roho ya maskini. Yesu. Ana hajatoa sadaka. Nani mwenye ako na sadaka lakini amesema sitoi kwa sababu chief ndio amesimamia? Nani? Ona haranga roho ya Ezra. Yesu. Mifuko zilizotopoka. Ishara mnapata, lakini zinapoingia kwa mfuko hazikai. Zinashika njia, zinaenda kwa roho. Yesu. Mundu mhuri shetani, mundu ya kwa ni demoni. Roho ya Ezra na
nakemea kwa imani. Yesu. Mapepo ndani ya ibada ya Mungu, watu ambao tulipokuwa tukijaribu ya kwamba matoleo itoke, lakini ikakuwa ni ngumu. Bangu ikafika mahali maisha ikakuwa ni ngumu kabisa. Maisha ikahandle kabisa kama matini. Roho ya kung'ang'ana, working like a cockroach but living like an elephant. Working like an elephant but living like a cockroach. Nakemea kwa imani. Yesu. Roho mbaya, roho chafu, roho ya mapepo mlisura. Yesu. Mungu mwono shetani, Mungu ya kweli temori. Aingie kwa mioyo za watu wako, nakemea kwa imani. Yesu. Takatifu. Kone kama demoni mlipokaa nyasara. Yesu. Falma ajabu, kila mtu anapojaribu kutoa lakini inakuwa ni vigumu. Inakuwa ni vigumu. Najaribu naweza enda ama nirudi. Naweza enda ama nirudi. Inafika wakati paka inakuwa ngumu kabisa, unakosa kuenda kwa imani. Unakemea roho mbaya. Yesu. Takatifu. Ngone kama demoni jisundi vichoro. Miyaka mlipokaa nyasara. Yesu. Baba, mambo ya chakula na mama wili subira, waingie katika sadaka, katika matoleo. Yesu. Kwa jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu, katika mikononi mwangu nimeshika chetezo. Mungu, mikono zilizotoa na zibariki. 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 Na achilia umande katika mikono hizi. Na achilia umande katika mikono hizi. Hata waliotuma kwa simu Baba, na wabariki. Babangu ninawabariki. Mungu uwezo ninawabariki. Jehova Rafa ninawabariki. Yesu ninawabariki. Babangu ninawabariki. Baba unatosha na unastahili. Kwa jina safi Yesu Kristo ninaomba. Amen. Mwanga kwa njia yangu, tangu nimepata wokovu wangu. Yesu amenijaza kwa mwanga mpya. Atakaporudi tena, sitaki kutanga. Haleluya, nitamwona Yesu Bwana. Yeye ndiye mwanga. Haleluya, mwanga rohoni mwangu. Mwanga kwa njia yangu, tangu nimepata wokovu wangu. Yesu Bwana. Yeye ndiye mwanga. Haleluya, mwanga rohoni mwangu. Mwanga kwa njia yangu, tangu nimepata wokovu wangu. Yesu amenijaza Baba, atakaporudi tena, sitaki kutanga.